Mambo vipi? Natumai kwamba uko fresh sana. Leo nina taarifa njema kabisa kwa waimbaji wa nyimbo za Injili ambao wanapatikana Nyarugusu Camp. Taarifa ni kwamba Injili ya Nyumbani ambao ndio wamiliki wa Nyumbani Gospel Award zamani, sasa hivi wanaitwa Injili Award, wanatangaza season 2 kwa waimbaji wa gospel, season 2 ya award kwa waimbaji wa gospel. Kama tunavyojua Nyumbani Gospel Award ambao sasa hivi wanajiita Injili Award waliweza kutoa tuzo mwaka jana na 2025 2026. Sasa hivi wamekuja na season mpya ambayo ni 2026 2027, na hii ni ya moto sana kwa sababu wanavyosema wenyewe kumekuwa na utulivu wa hali ya juu sana kuweza kukagua baadhi ya nyimbo, waimbaji, kuangalia kazi zinavyotoka, nani ametoa kazi nzuri, lakini pia upande wa nominations zitakavyopangiliwa zitakuwa very different. Kwa hiyo taarifa ni kwamba waimbaji wa gospel wanatakiwa kukaa mkao wa kula, mkao wa kusubiria, muda wowote kuanzia sasa zitakwenda kutangazwa. Lakini wamesema kwamba vigezo vya kuweza kuingizwa kwenye vipengele vya Injili Award mwaka huu, hakikisha kwamba ulianza kuimba nyimbo kuanzia tarehe 5 Septemba, tarehe 5 Novemba 2025 mpaka Septemba 2026. Kwa hiyo kama umeachia kazi yako ndani ya muda wote huo na imekuwa hit, imekuwa nzuri, imewabariki watu, basi wewe utawekwa kwenye vipengele, utakuwa kwenye nominations ambazo zitaweza kutangazwa so far so good. Kwa hiyo mimi nachoomba waimbaji wa gospel, ni muda wa kujinoa, ni muda wa kufanya kazi, ni muda wa kuandaa mawe yako mazuri ambayo unaamini kabisa haya utakwenda kukutana nayo kwenye nominations. Na kama unavyojua asilimia kubwa ya Injili Award hawana tabia ya kuomba kazi za msanii, bali zile kazi ambazo zinaonekana mtandaoni ndizo ambazo zinachukuliwa, zimewekwa kwenye vipengele, wasanii unajikuta upo kwenye vipengele. Na maana kama hujajikuta kwenye vipengele vya Injili Award, ujue kwamba wewe kabisa haujafanya kazi ipaswavyo. Uanze kujua kabisa mwaka huu sijafanya kazi nzuri. Umefanya kazi lakini kazi yako haijawabariki watu. Lakini kama ukiwa umejikuta kwenye vipengele, uanze kujua kabisa mwaka huu basi nimefanya kazi ambazo zimeweza kuwabariki watu. Taarifa iko kama hivyo, na mimi naamini kwamba waimbaji wa gospel wameweza kufanya kazi wengi sana. Mwaka jana watu ambao walishinda tuzo upande wa best gospel artist tulikuwa na Fisto Achum. Best collaboration ilichukuliwa na Israeli Kyanga. Kuja kwenye best female artist ilichukuliwa na Yvette Bikembo. Kwa hiyo mwaka huu tunatarajia kuona watu wengine tofauti, na hatujajua ni kina nani ambao wanakwenda kushinda. Kwa hiyo waimbaji wa gospel waweze kujiandaa vizuri kabisa, na nadhani muda umekuwa ni mwingi sana ambao wameweza kupewa kuanzia mwaka jana 2025 Septemba mpaka sasa hivi mwaka huu 2026 Septemba tena vipengele vinakwenda kutangazwa. So ni muda mwingi sana ambao waimbaji wa gospel wameweza kupewa wa kuweza kujinoa vizuri sana. Sasa hivi muda si mrefu mnakwenda kutangazwa kwenye vipengele. Ukijikuta ujue umefanya kazi vizuri, haujajikuta tukutane next year 2027 tena, ambapo lazima itakuwepo season 2 ya Nyumbani Gospel Award, Injili Award. Kumbuka kwamba wamesema kwamba hawashindani sawa, wanafanya kwa ajili ya kuhamasisha mziki wa injili uweze kwenda viral. Mimi naamini kwamba waimbaji wa gospel au muimbaji wa gospel utakapojikuta kwenye vipengele, huwezi kuchukia, utaendelea kupambana. Hata kama ikitokea mbele ya safari huko wameweza kutoa hizo tuzo, umekosa, bado utaendelea kujipa moyo, utaendelea kujua kwamba nilikosea sehemu gani, nilikosea engo gani, niweze kurekebisha nini na nini na nini, vitu kama hizo. Kwa hiyo niombe tu tuweze kukaa kama watu kusubiria hicho kitu. So far so good, mambo yanakwenda kuwaka.
Hizo ni taarifa ambazo nimetaka nikudokeze tu kama mwanafamilia, kama mtu ambaye nawasanua muda wote. Yaani nikukumbusha kwamba hizi taarifa zina muda kidogo tokea zimetoka. Leo nimeona niziboost kidogo kwa sababu nimeona kama waimbaji wa gospel sio kuna namna fulani ambayo mmelala, hamjaitikia ili swala kwa ukubwa. Kwa hiyo tumeliboost ili tuone inakuwa vipi, lakini taarifa ndio hizo. Kaeni mkao kula, subirieni nini ambacho kinakwenda kuhappen.